Mwezi Mei 2025, Mheshimiwa Waziri wa Madini alikuja hapa Nyamonga kwa ajili ya kukabidhi leseni kwa vikundi vya vijana, ambapo jumla vikundi 48 na vijana 1736 vilikabidhiwa leseni za uchimbaji wa madini kwa lengo la kuwawezesha kunufaika na rasilimali hii muhimu. Serikali ina imani kuwa itamaliza kabisa changamoto ya uwepo wa matukio ya uvamizi wa mgodi yaliokuwa yanafanywa na vijana wetu kutokana na kukosa maeneo ya kuchimba dhahabu. Serikali inaamini kwamba intruders hii inaenda ikuwa sehemu ya suluhisho ya changamoto ya ndugu zetu wale wa intruders. Kipekee tuwashukuru na kuwapongeza uongozi wa mgodi wa North Mara kwa kuridhia na kutoa baadhi ya leseni zao katika mradi huu ili ziweze kunufaisha vijana wa maeneo haya. Ndugu washiriki, kwa kutambua umuhimu wa uwekezaji mkubwa uliofanywa na kutoa leseni bure kwa vikundi vya wachimbaji, serikali imeona kuna haja na hoja ya kutoa mafunzo ya siku 14 yatakayotolewa kuanzia tarehe 21 Juni 2025. Lengo ikiwa ni kuwajengea uwezo vijana kuhusu uendeshaji wa vikundi, sheria, taratibu zilizopo katika sekta ya madini. Na hapa amezungumza mtaalamu kwamba mafunzo haya yataenda mbali zaidi mpaka kujua miamba, lakini vile vile taaluma na sayansi ya pesa na matumizi yake. Natoa rai kwa vijana wote wanaonufaika na mpango huu kujitokeza kwa wingi kushiriki katika mafunzo haya yatakayowawezesha kuendesha shughuli zenu kwa mafanikio makubwa. Ni matamanio na matarajio ya serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuona rasilimali hizi za madini zinawanufaisha wachimbaji wadogo walio wengi hapa nchini. Napenda kuchukua fursa hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, kuungana nawe katika hafla hii muhimu ya uzinduzi wa mafunzo kwa wachimbaji wadogo wa madini. Hii ni hatua kubwa inayoonyesha dhamira ya kampuni ya North Mara katika kuchangia maendeleo ya vijana kupitia sekta ya madini. Kwa namna ya pekee ni kupongeze wewe binafsi kwa kuwa mlezi wa mradi huu wa wachimbaji wadogo ambao unaendelea kukua. Nimpongeze pia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Waziri wa Madini kwa kuendelea kuboresha sekta ya madini, na kipekee kwa mradi huu ambao utawanufaisha vijana wengi kupitia madini. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafunzo haya ni sehemu ya jitihada zetu pamoja na North Mara Trust Fund. Tunashirikiana na mfuko wa dhamana ule wa North Mara kuwezesha mafunzo haya, kuhakikisha kuwa sekta ya wachimbaji wadogo inakuwa na tija zaidi, ikizingatia usalama, uendelevu wa mazingira, usimamizi wa biashara, kuheshimu na kufuata sheria za nchi na usimamizi wa vikundi, pamoja na elimu kuhusu masuala ya fedha na kuepuka migogoro katika uchimbaji, hasa kwenye vikundi vya wachimbaji wadogo wenyewe. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kuendelea kusisitiza kuwa mafanikio katika mradi huu yanahitaji ushirikiano wa pamoja kati ya wachimbaji, serikali na wadau wengine. Sisi tutaendelea kuunga mkono kwa njia mbalimbali kuhakikisha kwa sekta madini inazidi kuwainua vijana, hususani vijana wanaozunguka mgodi wetu wa North Mara. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafunzo kwa vikundi vya vijana hawa yatahusisha mada mbalimbali zitakazowajengea uwezo kwenye uchimbaji wa madini,
matumizi ya fedha, sheria ya madini, uhifadhi wa mazingira na biashara ya madini. Mafunzo hayo yatafanyika kwa muda wa siku 14 kuanzia kesho tarehe 21 Juni. Na hii ndio hatua ya kwanza kwenye utekelezaji wa mradi baada ya vijana hao kupewa leseni. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ufupi, utekelezaji wa mradi huu umepitia katika hatua zifuatazo. Tuliwasajili vijana wanaohitaji kuingia kwenye mradi. Zoezi hilo tulilifanya, na namba 2, vijana ambao walijisajili waliunda vikundi kutoka katika wale vijana. Na hatua ya 3 ilikuwa ni sisi serikali tukishirikiana na taasisi mbalimbali kuandaa maeneo ili kuwapatia leseni vikundi ambavyo vimeundwa kutoka kwenye vijana husika. Hatua ya 3 ambayo ilikuwa ni kuwapatia maeneo lakini na vile vile kuwakabidhi leseni. Na sasa tuko kwenye hatua ya 4 ambayo ni kuwajengea uwezo vijana walioko kwenye vikundi kabla hawajaanza shughuli za uchimbaji. Na baada ya hatua ya mafunzo, Mheshimiwa mgeni rasmi, itaendelea hatua ya kuwaonesha maeneo ya leseni zao na kwenda kuwaekea utaratibu wa kuanza uchimbaji. Lakini hatua ya mwisho itakuwa ni mpango wa utafiti zaidi kwenye maeneo yao na kushirikiana na wao katika shughuli zao za kichimbaji. Sasa nyie vijana ambao mmepewa nafasi ya kuhakikisha kwamba mmepewa leseni na kuitwa wachimbaji, kuitwa wakurugenzi wa hizo leseni, ninaombeni mzitendee haki. Yapo maneno mengi yanasemwa mpaka sasa, yaani mna leseni bado maneno yanasemwa kwamba mpaka tuone. Ninawasihi vijana, kila mmoja aendelee kuamini kwamba tukio hili litakwenda kutoa matokeo mazuri. Naongea hapa kwa niaba ya mwenyekiti wetu wa UCDC, Mheshimiwa Godfrey Kegoye. Mimi ni diwani wa kata ya Nyarukoba ndani ya kata 5 zinazozunguka mgodi kwenye vijiji 11 ambao wananchi hawa na vijana hao waliokusanyika hapa wanayo matumaini makubwa sana kutaka kuona kiu yao ambayo wameililia kwa muda mrefu sana ikitatuliwa. Nina imani kwamba kwa sababu tumeanza vizuri na tutamaliza salama. Na kiu yangu kubwa hasa sisi ambao tunawakilisha viongozi kamati ya CDC ni kuona kwamba vijana hao waliofika hapa wanapata fursa na kuonyesha maeneo yao kama leseni tulivyokabidhiwa leseni 96. Tunategemea hizo leseni sasa, kuanzia sasa mafunzo haya, basi hao vijana waonyesho maeneo yale kwamba ni eneo lipi unaoenda kuchimba wewe kama kijana, ili tusikae tuna leseni mkononi alafu hujui eneo kitaru chako kiko wapi. Kwa niaba ya mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Tarime, naitwa Mariam Joseph Mkono, diwani wa viti maalum tarafa ya Ingwe, nipo Nyamwaga. Kwa upekee kabisa nikukaribishe. Mimi ni miongoni pia wa viongozi wa maeneo haya yanayozunguka mgodi. Ni miongoni mwa viongozi wa CDC pia ambayo tunafanya kazi kwa pamoja na mgodi wa North Mara. Kwa upekee kabisa nimshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ukubali kuleta mradi mkubwa kwa ajili ya vijana wa maeneo haya yanayozunguka mgodi kata 5 na vijiji 11. Kwa upekee kabisa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, naomba upokee salamu hizo. Lakini pia salamu zingine naomba ziende kwa mgodi wa North Mara kwa kukubali kuachia maeneo ya kwao ambao vijana wetu watachimba, na ninaamini sasa tunaenda kupata mabilionia wengine hapa Nyamongo na maeneo ya vijiji jirani na mgodi huu wa Bariki. Lakini jambo la muhimu kabisa, vijana wangu ambao leo mnaenda kufungua ufunguzi huu wa mafunzo haya na kesho mtaanza mafunzo ya siku 14 kama ilivyosemwa na RMO wa mkoa wa Mara, ni waase, naomba muwe wavumilivu kwa sababu chochote cha thamani huwa kinajificha na lazima tutafute. Niombe kwa upekee kabisa kwa sababu Mheshimiwa mgeni rasmi, ilikuwa ni changamoto kubwa kwa vijana hawa kwa ajili ya maeneo ambayo walikuwa wanavamia mgodi, lakini naamini kwa sasa wametulia, na hili jambo ambalo Wizara ya Madini inakwenda kufanya kupitia wizara yake kwa Anthony Mavunde, tunawashukuru sana sisi wa mama wazazi wa maeneo haya. Mungu wetu wa mbinguni awabariki sana. Maana nyie sasa ni wachimbaji wenzetu. Mimi kikubwa ninachokiomba kutoka kwenu ni ushirikiano.
tunaomba muwe na ushirikiano, maana tunaenda kufanya kazi ya vikundi. Vikundi vinakuwa na changamoto nyingi, lakini kwa sababu tumeamua kuwa pamoja, najua kwamba tutaanza pamoja na tutafika. Tusitengeneze migogoro ambayo haina tija. Tuishi kama ndugu, kama tulivyopata hizi leseni. Naomba ndugu zangu wana vikundi wote ambao kwa sasa hivi mnaitwa wakurugenzi, tuweze kuwa na mshikamano ulio wa kweli. Kitu ulichokiweka moyoni ndicho kitakacho kuweza kukufikisha sehemu unayotaka kuwa. Msichukulie leseni hizi kama tegesha. Nimepewa, kesho nipate, niondoke.